tambihi kidogo tu hapa. Anataka kutoa tambihi kidogo tu. Kuna watu wanasema imesemwa tu kwamba itolewe shairi au zabibu au tende au aqit, yani maziwa ya unga au mfano wa hivyo. Si lazima kitolewe chakula. Lengo hapa, tuangalie lengo hapa ni kumtosheleza huyu Muislamu maskini siku ya Eid. Kwa hiyo itafaa kumpa pesa, pengine mwenyewe za kuamua pesa ile akaenda kanunua kanzu siku ya Eid, au akaenda kanunua uturi, au pengine tayari kuna mtu kashampa fitri, amempa ngano, amempa mchele. Sasa kama ukishapewa mchele na ngano, atapata wapi gesi? Pengine hana gesi, hana mchuzi, hana mafuta ya kupikia. Kama niyo chapati ataka kupika au kupika maandazi kwa ngano yake, au mchele pia utahitajia nazi au utahitajia mafuta. Sasa atatoa wapi huyu? Si afadhali umpe pesa? Hizi ni kauli zipo zinazungumzwa, lakini siku zote tunawaambia wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muongozo mzuri na ulio bora ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hali hizi unazozitaja hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwepo. Watu walikuwa hawali ngano hivi bila ya kupika, ilikuwa lazima ipikwe. Hakuna anayesema kwamba watu walikuwa kila ngano mbichi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili alilijua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dinari na dirham zilikuweko. Hakusema mpe ngano alafu wewe na umpe na dirham juu yake, kwa sababu atapikia nini sasa? Au mpelekee kuche la kuni, fungu la kuni, bwana kuni hizi ukapikie. Hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wadhifa na nafasi alionayo, la yuakhiru albayan au waqti alhaja. Kama jambo linahitajika katika jamii, hacheleweshi kuleta ubainifu pale linapohitajika, akapeleka nje ya wakati wa kuhitajika. Hafanyi hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kuwa jambo la sheria limetawaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anajua mambo yaliyokuwa katika wakati ule na wakati uliopita na wakati utakaokuja huko mbeleni, namna watu watakavyokuwa. Laiti kungelikuwa kuna sababu ya kuwekwa kitu kingine cha ziada au mbadala, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelishiria hilo, angelitaja hilo. Kwa hiyo takiwa tubaki katika ile asili. Kwa mfano leo sisi tumewekewa, kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuyakiuka. Tuambiwa kwamba siku ya Eid al-Adha tuchinje, na tumeainishiwa wanyama wa kuchinja. Tumewekewa mbuzi na kondoo, tumewekewa ng'ombe, tumewekewa na ngamia. Waonaje wewe ukaona kwamba mimi nataka nichinje nyati kwa sababu ana nyama nyingi, nataka nichinje mimi pundamilia kama yaruhusiwa, nataka nichinje twiga kama yaruhusiwa, mimi bwana naona nichinje majogoo, na majogoo kama 100 hivi. Badala ya kuchinja mbuzi mmoja nitachinja majogoo, mimi tule kuku tu siku ya Eid. Waonaje rai yako hiyo? Si mradi kitoweo na kimepatikana. Sasa utafanisha mbuzi na kuku 100 bwana, au majogoo haya 100? Dini haiendi kwa akili hizi zetu na akili chafu. Dini inakwenda kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Wewe umewekewa utaratibu katika unapopata mtoto, kama mtoto wa kike au mtoto wa kiume, waambiwa umfanyie hakika katika siku yake ya 7. Kama mtoto wa kike mbuzi 1, kama mtoto wa kiume mbuzi 2. Pengine ulitafuta mtoto kwa muda mrefu, baada ya miaka 20 ndio upata mtoto wa kiume au upata mtoto wa kike. Kwa furaha yako ukasema mimi nataka nichinje farasi au nataka nichinje ng'ombe mimi. Mbuzi atatosha wapi bwana? Haifai. Ni mbuzi au kondoo. Usilete hikma. Sasa kama wewe wataka ziada kwamba huyu mbuzi wa hakika hatoshi, wacha nitafuta nyama nyingine za ziada, iwe ziada tu sasa. Lakini utabaki pale pale katika mafundisho. Sasa huyu fakiri muislamu huyu siku ya Eid, ushajua kwamba ana matatizo 1000 kidogo, sio kukula peke yake tu. Mpe zakatul fitri katika asli sa'an, mpe
alafu ushajua ni ndugu yako na matatizo, mpe shilingi 100,000 juu hii hapa laki, itakusaidia na watoto wako. Kuna dhambi? Lakini tubaki katika jambo la asli, tusilitowe nje ya asli. Haya ndio ambayo tunaambizana siku zote, la sivyo baada ya miaka 20-30 hii dini itakuja kuwa tofauti. Si Uislamu ule alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa kuweka fikra, wataka kuharibu ule Uislamu. Leo sisi katika mambo yetu kibinafsi tu tuambizana kwamba lazima tuwe wahafidhina wa mambo yetu, tulinde culture yetu na utamaduni wetu. Haya ni mambo tumeachiwa na wazee bwana. Tunapambana katika kuhakikisha kwamba twalinda utamaduni wa Mtanzania, utamaduni wa Mwafrika, utamaduni wa Wabantu. Tuko namna hiyo. Mbona ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuko tayari kuulinda? Tutaka kuleta mambo mapya. Tubakini katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kile jambo lenye khilafu basi inakuwa khilafu yake inazingatiwa. Fa inna khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad.